wazee wetu ambao wametuzaa sisi, hii ni utamaduni wao, walikuwa wanafanya dua kwa ukubwa wao, na sisi tumerisi, ndio maana mnaona na sisi tunaendelea kuifanya kwa ukubwa wetu. Dini yetu ya Kiislamu imetutaka mwenye uwezo asaidie walikuwa hawana uwezo. Lakini la pili, tukirudi kwenye waheshimiwa, kila mheshimiwa anatakiwa lazima ajue wapi yupo na uheshimiwa wake umepatikana kutokana na jamii. Sasa unapokuwa umepatikana kutokana na jamii, basi inabidi lazima mtu urudishe, na hii ndio kurudisha yenyewe. Lakini kama haitoshi, sisi kila binadamu ana asili yake. Sisi hapa asili yetu watu wa kijiji hichi, hii ni tangu babu na babu na babu, hatuiachi. Kwa hivyo na mimi nimeamua kuendeleza asili yetu na kutokuidharau kwa sababu labda nimepata madaraka au niko vipi basi nisahau asili yetu. Hapana, hapa mimi kijijini kwetu na anawapenda sana wananchi wa kijijini petu. Leo tumekuja hapa kwa ajili ya kushiriki kwenye iftari ambayo mwandalizi mkuu ni mbunge wa jimbo la Chumbuni, lakini leo katuleta kwenye kijiji chao ambacho yeye ndiyo kazaliwa, na anafanya haya kwa sababu ya wito wa mambo mawili. La kwanza, wito wa Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, ambaye yeye katusisitiza kwamba wale wenye uwezo basi wawaftarishe, wawape sadaka wale ambao hawana uwezo. Kwa hiyo leo kaja kufanya kijijini kwao, lakini bado anaendelea kufanya katika majimbo mengine, lakini hata jimboni kwake haya mambo yapo na yatafanyika kama hivi lilivyofanyika. Lakini la pili linalotufanya tufanye hivi ni kwa sababu Mungu mwenyewe kasema kwamba tunatakiwa tutoe, tupeane sadaka, lakini pia tusaidiane, tutoe iftari kwa wale ambao hawawezi. Kwa hiyo kwenye wito hizo mbili ya Mheshimiwa Rais wa Zanzibar, lakini Mwenyezi Mungu naye pia ametusisitiza hilo, ndio maana tunalifanya hivi. Na takribani haya mambo hili jambo limekuwa linafanyika kwa kila mwaka unapofika mwezi 15 wa Ramadhani. Kuna watu hawasubiri kualikwa, na mimi niseme kwamba Wazanzibari wote wasisubiri kualikwa. Leo tumeftarisha hapa takribani watu 600 na kidogo, na inshallah kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu mwakani tutaongeza zaidi, kwa sababu kila siku watu wamekuwa wakiongezeka na wito umekuwa unaitika. Watu wanakuja kwa mapenzi yao, lakini pia wanakuja kwa ajili ya kuja kupata iftari ambayo inatolewa na watu ambao kwa imani zao wameamua kuwapa watu au wanyonge ambao ni Waislamu ili kusaidia katika maisha yao. Jambo la leo nimejifunza uzuri tu, tumekula iftari uzuri tu, iftari nzuri. Tunashukuru alhamdulillah kiumbe mwenzetu kutuletea vitu kama hivi kwa siku ya leo. Iftari ya leo ni nzuri na imekidhi haja kwa kiasi ambacho kama ilivyopangwa ndivyo ilivyokuwa. Kwa hivyo nashukuru, tumuombe Mwenyezi Mungu waliopanga mipango hii, Mwenyezi Mungu awape uwezo zaidi ili waweze kufanikisha na yao mengine yaliyokuwa mbele yetu. Lengo la iftari hii ni kuweka mapenzi, umoja, mshikamano pamoja na wanafamilia pamoja na wanakijiji wa shehia hii. Mkakati wetu tushikamane, wazee wetu hatujui kama tutakufa sisi au watakufa wazee, watatangulia wao, watatangulia sisi, tushikamane. Huu mradi umeletwa na wazee wetu na sisi tuongoze, tuendelee nao.